Na mimi nasema, nimesikia mheshimiwa Kamau akisema ati Murkomen alisema ati tukipiga kura hakuna mtu atalinda kura. Sisi tunataka tuulize Murkomen, hiyo kura unasema ni kura yako ama ni kura yetu? Ni yako ama ni yetu? Kama ni yetu tutapiga na tutalinda. Wewe mwenyewe utakuwa huko kwenu mahali inaitwa Embabu tukilia na kusaka meno kwa sababu tutakuwa tumesukuma mti yako nyumbani. Na wewe Murkomen uko chini sana. Wachana na maneno ya kusema maneno ya Rigathi Gachagua. Huyo wako juu mbali sana. Mimi mwenyewe niliambia kiongozi yako ambaye amekupatia kazi. Nikamwangalia kwa macho mimi mwenyewe akiwa karibu na mimi. Nikamwambia wewe William Ruto, ninakuheshimu lakini si nilimwambia. Sasa kama niliambia mkubwa yake Murkomen ni nani? Murkomen ni nani? Hiyo nitamwachia watu wengine hapa hao wanaomba kiti ya bunge ndio watakuwa na dini na yeye. Andu aitu lesson igire turathomire na andu akarau. Na andu akarau mwamakora raini-ini wa kindu giothe mukareka mambe mahituke. Ukirio irio makamba makambiriria. Mwathi thibitari makambiriria. O handu hothe mwathi bengi makambiriria. O handu hothe hena raini makambiriria. Tondu indo iria maheirwo micere mboco itarahia mugithi tutaru gasi turatu rakeke miringeti matrisi kemwe kemurokaga ora inyanga ni murokaga no muthenya wa kura maikirie kura na makirangira magiikia na makirangira 2027 August mweri ĩmwe tugithi gucagura Rigathi wa Gachagua ta president tugaceikia na tucirangire. Kwe waziri wetu Murkomen araugire ati tutikanarangire kura. Turamwirire atiriri, we Murkomeno, sisi tutarusha kura na tuzilinde zihesabiwe na jioni wewe uende nyumbani Rigathi awe president. William Ruto mwenyewe amepoteza mwelekeo. Juzi ametoa state of the nation. Wengi wetu hata unalala unasikia majina mingi Zimbabwe, Uganda, sijui nini. Kidogo kidogo tukiulizana nini Ruto amesema, tunasikia amesema sasa tutoke Singapore twende Vietnam. For heaven's sake, Vietnam kwenye walitaka kunyoga duta tikafari walekeo tugeikale Singapore. Si unaona huo ni mtu hana mwelekeo? Kwa hivyo tuko tayari kumtoa William Ruto tukianzia pale Orokarao na hapa Nyandarua. Na tumeona Attorney General kwa hii kikao rais amesema ati kila mtu asungumuse mambo ya 2060. Ati Attorney General anapanga ati zile sheria zinataka kurekebishwa. Tuko na habari ati wanataka kupendekeza vile William Ruto ameona kura hii ya presidential hawezi pita, ati wabadilishe katiba, ati walete parliamentary system, na ndio Aden Duale anasema ndio wanunue wabunge vile walinunua anifukuse ofisi aendelee. Yeye sasa ameona hii uchaguzi ya presidential hawezi pita. Sasa angetaka kwa sababu wabunge ni rahisi kununua. Pale Olokalao amejua kununua raia ni ngumu. Hao raia kwanza Olokalao ni kichwa ngumu kama Rigiji. Si ni kichwa ngumu? Sasa ameona raia huwezi kununua. Watu rahisi kununua bei ni wabunge. Isipokuwa wachache hao wakina Kakamega wakina Wanjiku ambaye ni watu wako na msimamo. Lakini wabunge wengi ni watu ya kununuliwa. Sasa Aden Duale anasema tunataka tutoke presidential system tuende parliamentary because rais anajua kununua wabunge ni kitu rahisi. Anaweza nunua wabunge ati wamrudishe aendelee. Hiyo ni mambo haiwezekani. Hiyo mkitaka kubidua mulete referendum tutaiangusha. Hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali kubadilisha mfumo wa uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Rais William Ruto na serikali yako, kuliko utupangie mambo ya 2060. Hiyo ni mbali. Hii El Nino inakuja mwezi ujao. Mpangilio yako ya kuzuia watu wauawe na El Nino. El Nino isiharibu mali ya watu. Watu watasaidiwa namna gani? Hiyo ndio mambo ya maana. Sio hii ya 2060. Hiyo ndio mambo tukitaka uongee juu yake. KCC hii ya Nyahururu imefungwa. Maziwa hawajalipwa mwezi 4. Ile pesa ilikuwa ilipe wakulima ndio imekuja Olokalao ndio ilikuwa na mambo pale. Na hii mjumbe wenu kwenye alikuwa anabeba pesa na gunia. Imejaa kwa boot pesa ya wakulima wa maziwa. Pale Nyahururu KCC imefungwa. Ile ilikuwa nasaidia wakulima wetu hapa Nyandarua. Na wanafunga kwa sababu wanataka wainunue. Wangetaka i-collapse wanunue.
Hayo ndio maneno ambayo watu wanataka kujua. Tumeona huyu rais ameenda pale kuleta Vision 2060. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Mambo ya ndoto hatutaki. Mtu akitaka kuota ataota kwake, si ndio? Sisi tunataka vitendo. Hapa Nyandarua aliahidi barabara mingi sana. Hii ya kutoka Murungaru kwenda Tarasha pale kwa Kimathi, bibi ya Kimathi, barabara zote zimesimama. Kuna barabara amejenga. Watu ya Nyandarua wanataka ujenge barabara. Hawezi goja hii barabara mpaka 2060. Ni mbali sana. Tukiingia mambo ya kilimo, mambo ya GMR, guaranteed minimum return, tulikuwa tumekubaliana na William Ruto kabla hajachaguliwa. Na hapa Nyandarua tulifanya economic forum, tukakubaliana mambo ya viazi, mambo ya carrots, mambo ya barabara ya kupeleka vyakula sokoni. Hakuna kitu imetimizwa. Sasa uchaguzi imebaki mwaka moja, unaambia sisi ati tuanze mambo ya vision ya 2060. Na hiyo maneno hatuwezi kubali. Ukiangalia mambo ya miwa pale katika magharibi, kabla William Ruto kuingia kwa ofisi, 1 ton ya cane ilikuwa 6,500. Sasa imeteremshwa mpaka 5,000. Wakulima pale magharibi wanalia. Hao wakulima hawataki mambo ya Vision 2060. Wanataka bei ya miwa ikuwe sawasawa, aidha vile ilikuwa ama iongezeke. Tukiingia mambo ya mchele pale Mwea na Ahero, mchele umejaa kwa masto. Huyu William Ruto na wafanyabiashara wenzake wameleta mchele kutoka nje, 500 metric tons ya mchele, ambaye watu ya Mwea na Ahero wameenda kotini wanaumia. Hawa wakulima ya mchele ya Mwea na Ahero, usiambie mambo ya vision ya 2060. Wanataka usimamishe kulete mchele kutoka nje. Mchele yao inunuliwe hapa Kenya. Hapana ahidi hao mambo ya 2060. Wanahitaji hiyo pesa sahihi wapeleke watoto shule. Ukiingilia mambo ya mahindi kwa nyumbani, iko 70% crop failure kwa sababu fertilizer ililetwa gushi, fake fertilizer, so there is crop failure. Sasa wale wakulima wa mahindi hawataki waambiwe mambo ya 2060. 2060 ni mbali sana. Wanataka wasikie kwa nini waletewe fertilizer ambaye ni nzuri ya kuwasaidia. Tukiingia pale mambo ya majani chai, imewekwa levy ya 0.8% ambaye imefanya wale wananunua majani chai yetu wakatae. Sasa bonus ilikuwa 45 shillings mwaka uliopita, sasa itaenda chini. Hao wakulima ya chai hawataki hiyo levy imewekwa, hawataki mambo ya 2060. Wanataka tuangalie vile watapata faida kwa ile ukulima wanafanya ya chai. Hiyo maneno ya 2060 wachana naye. Hiyo ni vipindi, ni sinema. Hao watu wanataka kujua. Hao watu ya Kenya wanataka kujua goons umelete Kenya. Jana wameingia pale SGR ya Express Highway. Goons wameenda hapo karibu 1 hour. Wamenyang'anya watu pesa, saa na masimu na wameenda. Hakuna polisi. Na huyu rais na waziri wake walikuwa wamesema mambo ya goons imeisha. Jana tu goons wamevamia watu Express Highway pale kwa SGR. Wakenya wanataka kujua hii mambo ya goons ulilete utamaliza lini. Wacha kuambia mambo ya 2060. Hiyo ni vipindi ambayo hawezi fanya kazi. Nilisikia mtu anaitwa Murkomen. Sisi tukipiga kura twende nyumbani. Mimi nataka niulize Murkomen, wewe unasema tupige kura twende nyumbani, tusinde kura yetu. Kura ni yako ama ni yetu? Kura ni yake ama ni yetu? Kura ni yake ama ni yetu? Tutalinda ama tutalinda? Wewe Murkomen, kama unataka kwenda nyumbani, shauri yako wewe, enda nyumbani. Wewe enda nyumbani. Tulikubaliana siku ya kura mtu ya kwanza kufika nyumbani ni mtu anaitwa William. Aende sukuma siombo. Kwa hiyo sisi tutapiga kura na tutalinda. Ndio. Mambo ya KCC William Ruto
tunataka utoe amri kesho, wakulima wa maziwa ikiwemo watu ya jamii wako, wale unalilia sasa nyumbani ati wasikuache umepata shida. Why don't you release money ulipe wakulima ya maziwa kwenu nyumbani? Hapa Nyahururu wakulima ya maziwa bado lipo miezi 4 mpaka KCC ya Nyahururu imefungwa. Huyu jamaa amemaliza Kenya yote, hakuna kitu imebaki. Hao vijana hako na hapo ati wanasimamia usalama. Jana wahuni wameenda pale kwa SGR, kwa Express Highway, wamepora mpaka maofisa ya Express Highway for 1 hour na hakuna polisi. Mumewachilia nchi, imebaki nchi ya goons. Alafu mnatuambia ati upewe 2 term. Unafikiria Wakenya ni wajinga? Iko Wakenya wajinga? Kasongo aende asiende. Wewe Murkomen utatuambia je tunafanya? Umewezwa na mambo ya security. Wewe umekuwa chief goon. Wewe ndio unaongoza magoon wote. Hakuna mambo tena ya kutuambia tutalinda kura zetu, tutarusha na tuzilinde. Na mimi nimeambia wenzangu, Dr. Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Edwin Sifuna, Eugene Wamalwa, Martha Karua, naomba nyinyi tafadhali, hii tikiti ya United Opposition mupatie mimi Rigi, nitakibiza hii mtu kama baisikeli ya kuibiwa. Alitumana pia akatuma wakora ati wamuue Senator Medhu, akatumwa na Kasongo kwa sababu ati Medhu alisomea Kasongo huko Kapten, kwenye akapanga wakora waue mtoto wetu John Medhu, ndio jamii baki bila kiongozi. Ate enda gakora gagetuka tige gwetwo John Medhu, rorero rotuwo rutari na mutongoria, regathi wa Gachagua tigwo mundu uri wa kumuteithia. We kwenya tigane Ngai uratuteithirie Medhu itu tangere muoyo, ni urahitirie muno kwenya gutuma mikora kuraga Medhu gitungati kia ruriri, mwanake ora twehokete ni undu wa ruriri, ni urahitirie muno. Wewe kwenya Thuku ni musaliti wa jamii yetu. Wewe kwenya unatumiwa na Kasongo kupeleka wahuni kuua watu wa Olokalau. Wewe kwenya umetumiwa na Kasongo kuleta wakora kunejisi ya kina mama wa Olokalau. Wewe ni msaliti wa jamii yetu, na mimi leo nauliza watu ya Kinangop wahakikishe umeenda nyumbani pamoja na Kasongo. Nimeona akilia huko Eldoret. Sasa huyu Kasongo amekwama, amerudi Rift Valley kutafuta kura nyumbani. Hata huko nyumbani watu wamemwacha. Pale Kitale, pale Eldoret, kwao nyumbani alileta fertilizer gushi, fake fertilizer kwa watu yao ya nyumbani. Mahindi yote imekwama. Iko 70% crop failure in the whole of the Rift Valley. Sasa hako pale nyumbani analia. Sasa hao watu ya Rift Valley wanamdanganya, oh rais uko na umaarufu, oh utarudi. Kwanza hapa mlimani kuna kura atapata? Iko kura atapata? Pale Lower Eastern kwa Kalonzo iko kura atapata? Pale Western kwa kina Wamalo na Sifuna iko kura? Pale kwa Wajaluo kina Babu Owino wamechukua. Pale North Eastern wamekataa. Pwani wamekataa. Uko Bomet, Kericho, Narok, Wakipsigis wako nyuma ya Rigiji. Huyu Kasongo tutashinda yeye na zaidi ya kula milioni 7. Aende asiende? Sasa wewe ulikuwa rais, ulikuwa na umaarufu, umekwama, unarudi nyumbani kujitetea watu ya nyumbani. Ati wenye kutetea wewe ni watu ya jamii yako. Hao watu wengine wote wameogopa kuuza wewe. Hapa mlimani hakuna kiongozi anaweza ongea juu yako, anapigiwa kelele na raia. Sasa wewe ujitetee. Amekwama, amerudi Eldoret. Wewe William Ruto, jamii ya Wakalaji inalalamika kwa miezi 4 hujalipa wakulima wa maziwa wa jamii yako hapo Kitale, hapo Uasin Gishu, hapo Nande, hapo Kericho. Umeumiza Wakenya mpaka unaumiza jamii yako ya Wakalaji. Faith Wairimu Getao ni musaliti si musaliti? Aende asiende? Ati anataka kiti ya gavana. Inawezekana? Wewe mama kaunti umetumiwa na Kasongo kuangaisha watu ya Nyandarua. Watu ya Nyandarua wamekuchagua mara 2.
unakuja na askari bonoko wanaumiza watu wa Lokalau ukikula pesa ya Kasongo. Wewe umeaibisha watu ya Nyandarua kwa sababu mnatumiwa na Kasongo kuhujumu jamii yenu. Mundu arahũthĩrwo nĩ Kasongo kũhũra mũgĩkũyũ mwenzake nĩ gĩconoko gati gĩconoko. Anake aitũ ndamaitha ndĩ mũtongoria wanyu, ona ũngĩheo mbeca ndũkanahũre mũrũ wa nyũkwa, ndũkahũre mũgĩkũyũ mwenzako. Waheo mbeca ũkoya ũkahũria thimũ ũkareka mũcemanio ũthire. Nĩguo nĩ mũkarũa njamba ciakwa, nĩ mũgetĩkĩra kũrũa rĩngĩ, nĩ mũkwendana. Reke nyone wendo wa nyũmba ya Gĩkũyũ, mũmbi wendo 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 wendo.